Katika hifadhi ya Mikumi, na hapa tumeweza kufahamishwa juu ya historia ya Bwana Simba, na hapa tuko na Bwana Yohana Michael Mkunda, anatuelezea tabia za Simba, ambapo miongoni mwa tabia yake huyu Bwana Simba anapotaka kuwa na simba jike, akigundua kama yule simba ni mjamzito, basi hutumia kila njia ili kuweza kuutoa ule ujauzito na ili asiweze kuendelea kulea mtoto ambaye sio wa kwake. Na hapa tunamsikiliza Bwana Michael akituelezea. Kwa tabia tutaanza na Simba, kwa sababu yeye Simba tunasema ni mfalme. Simba ana tabia moja, kwa mfano akishafika umri wa kubale atatafuta simba jike kwa ajili ya kumuoa, tunasemea kwa lugha rahisi kumuoa. Na pia yule simba jike endapo akikutwa mjamzito, simba dume ana kawaida kwenda kumpanda ili kusudi kuharibu ule ujauzito, kwa sababu mara nyingi simba hapendi watoto wa kufikia. Ndio tabia mojawapo niliyojifunza kwamba sisi wenyewe binadamu mara nyingi tuna roho ya kwa nini hata kama kuna mtoto wa kufikia, lakini simba ndo anaua kabisa endapo akikuta mama mjamzito au ana watoto wadogo. Kwa hiyo tabia za wanyama nimejifunza kwa simba, ana tabia hiyo ya kulazimisha kupanda jike ambaye atajulikana kwamba mimba sio ya kwake, atalazimika atoe ndipo aweke mimba kwake. Masuala kuwinda simba mara nyingi sio kwamba dume hawindi, ila majike huwa yanaongoza kwa kuwinda. Dume lipo kwa ajili ya kusaidia tu endapo yule mnyama kama atakuwa analeta kurupshani kubwa. Kwa hiyo madume yapo kwa ajili ya usaidizi, na kuna wakati pengine madume unaweza kukuta anawinda peke yao kama atakuwa yametengwa na familia. Kwa hiyo madume yapo kwa ajili ya usaidizi. Wala wao wana tabia kweli, swala mmoja anaweza kamiliki majike zaidi ya 40 mpaka 50. Hii inatokana kuwa swala wao huwa hawana kawaida ya kuingiliana. Hata sio au majike 50 sio wote ambao wanawamudu, bali kuna wale mabachela group ambao anakuwa pembeni kwa ajili ya kwenda kumendea endapo baba atakuwa amejisahau pembeni kidogo. Wao wanaenda kumvizia na kwenda kumsaidia, lakini akionekana ni atapigwa mpaka aondoke kwenye ile eneo. Kabisa ukiingia kabisa, kabla kuingia tutakutana na wanyama mbalimbali kama vile kuna wanyama ndege, na upande wa kushoto kwa mbele kuna ndege ambao tunaita kwa Kiswahili ni ndege joni au fuko shingo. Hawa ndege kitaalamu wanaitwa marab stock. Wana mfuko wao ambao unaning'inia chini, ambao unaweza kuchukua chakula kilo 1 mpaka kilo 2. Ile inamsaidia kukaa nacho wakati wa uhaba wa chakula. Anaweza akaruka nao juu, wakati yupo juu anaweza akatumia kile chakula kwa siku atakazokaa huko juu.